Naanza na hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza ni ya kuhusu utafiti. Waheshimiwa wabunge, nakubaliana nanyi, hatuwezi kuendeleza sekta ya madini pasipo utafiti. Utafiti ni jambo muhimu sana. Waheshimiwa wabunge, nchi yetu ya Tanzania tumefanya kitu kinaitwa Low Resolution Airborne Geophysical Survey kwa 100%, ambayo ilifanyika miaka ya kati ya 1978 mpaka 79, ambao maana yake ni kwamba tunairusha ndege ambayo inakuwa katika uso wa dunia kwa mita 120 na katika upana wa kilomita 1. Lakini tumefanya utafiti wa jiokemia kwa 24% katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi sasa dunia inafanya kitu kinaitwa High Resolution Airborne Geophysical Survey. Huu ndio utafiti wa kina ambao una uwezo wa kupiga picha chini ya ardhi mpaka kilomita 1 ikakuonesha anomalies na magnetic point, kwa maana viashiria vya mipasuko ya madini, ili tuongoze vizuri wachimbaji wetu wadogo wasichimbe kwa kubahatisha. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo hili tumelifanya kwa 16% tu ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu ya Tanzania ina ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 945,000 ambao ni sawasawa na ekari 233. Tumegawa nchi yetu ya Tanzania katika vitu vinaitwa QDS, quarter degree sheets, ziko 322, na kila QDS moja ina urefu wa kilomita 54 na upana kilomita 54, na hivyo inatengeneza eneo la kilomita za mraba 2916 sawasawa na ekari 720,696. Maeneo haya tunayo 322. Tunaofanyia utafiti wa kina ni 16% tu. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niliambie leo bunge lako, Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuweka rekodi katika nchi yetu ya Tanzania katika eneo hili la utafiti. Tunao mradi ambao tuko hatua za mwisho kuukamilisha na wenzetu wa Hispania. Tukiusaini mradi huu, tutarusha ndege katika blocks 2. Blocks hizi 2 zina eneo la ukubwa wa kilomita za mraba 176,676 sawasawa na 18% ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, hivi sasa tuna 16%. Ukiongeza hizi 18 ambazo tutaanza muda sio mrefu, tutafika 34%. Nataka nimuondoe hofu. Mheshimiwa mbunge wa Geita mjini, ndugu yangu Chacha, alikuwa anapata wasiwasi tutafika 2030 kwa 50%. Kama leo 2026 tunakaribia 34%. Tunao mdau mwingine kaonyesha interest, mkataba huko Wizara ya Fedha, atapima block ya kuanzia Dodoma, Singida, Tabora mpaka Shinyanga, ambayo itakuwa ni 18% na yenyewe pia. Kwa tutafika mpaka 50% na ndani ya muda mfupi huu. Eneo la pili, local content. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, migodi yote nchi nzima inatumia shilingi trilioni 5.1 kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa na huduma. Trilioni 5.1. Tumetunga sheria hivi sasa, kanuni ya 13 capital A ya local content regulation inasema bidhaa ambazo tutaziainisha ziko 20 hazipaswi kufanywa na mgeni isipokuwa Mtanzania, ili hela hii trilioni 5 ibaki Tanzania. Na naomba nichukue fursa hii kurudia tena, ni marufuku kwa mgeni yoyote ambaye ana kampuni hapa Tanzania kufanya kazi zile 20 ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa regulation yetu. Hizi ni kwa ajili ya Watanzania, tuujenge uchumi wetu, na hii ni kazi kubwa ambayo imefanyika. Eneo la tatu, waheshimiwa wabunge, mmesema kuhusu leseni. Waheshimiwa wabunge, nitaendelea kufuta leseni. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, nitaendelea kufuta leseni. Leseni sio za upangishaji. Leseni ni za kuchimba au kufanya utafiti. Hivi sasa wako Watanzania na wako wageni wanamiliki maeneo makubwa ya leseni na hawayafanyii kazi. Wachimbaji wetu wadogo wanakosa maeneo ya kufanyia kazi. Nimefuta leseni 40 wiki iliyopita, lakini bado na mtiririko wa leseni nyingi na nitaendelea kuzifuta.
Wako wenzetu wako 38, watu 38 wanamiliki eneo lenye ukubwa sawasawa na halmashauri za manispaa za Moshi uziunganishe 10. Watu 38 tu wanazimiliki. Watu hawa hatuwezi kuwaacha na hawafanyi chochote katika leseni hizo. Nitafuta leo, kesho na kesho kutwa. Hatutaacha wachimbaji wetu wanakosa maeneo ya kuchimba kwa sababu ya watu wachache kuzuia leseni hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo ambalo limegusa hisia ya wabunge wengi sana ni eneo la technical support agreement, na hapa nitapunguza sauti yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, Sheria ya Madini sura ya 123 kifungu cha 9 kimetamka hivi: ni marufuku kwa mgeni yoyote kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji. Ni marufuku. Leseni hizi ni maalum kwa ajili ya Watanzania. Lakini tukaenda mbali zaidi. Sheria ikatambua kwamba kuna wakati Watanzania wanaweza wakachimba, lakini wakafikia sehemu wakakosa baadhi ya vitu vichache na usaidizi wa kuweza kumfikia ili aweze kuchimba kwa tija zaidi. Kifungu cha 9 cha Sheria ya Madini kimeweka ruhusa ya kuwepo kwa mikataba ya msaada wa kiufundi. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nikiri, Mheshimiwa wabunge mmezungumza kwa hisia na kubaliana nanyi. Katika kipindi fulani kifungu hichi kilikuwa abused na kiasi kwamba kikapelekea wageni wengi sana wakaingia kwenye leseni ndogo za uchimbaji pasipo kufuata utaratibu. Serikali ilichukua maamuzi gani? Na hapo Mheshimiwa wabunge, naomba niliseme nieleweke vizuri. Hatua ya kwanza ambayo tuliichukua katika kuhakikisha kwamba tunaweka masharti magumu ya mgeni kuingia kwenye leseni ndogo ya uchimbaji, cha kwanza tulitunga kanuni ya msaada wa kiufundi ambako hapo awali haikuwepo. Lakini pamoja na hiyo tukasema mambo yafuatayo, na nitaomba hapa wachimbaji wadogo, najua mpo hapo juu mnielewe vizuri kabisa. Naomba nirudie tena leo. Ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni ya uchimbaji kuingiza wachimbaji wadogo katika leseni yake. Ni marufuku. Leseni ni ya uchimbaji, sio ya kuwapangisha watu kuweka maduara. Ukikubali watu waingie kwenye leseni yako, mambo yafuatayo lazima yafanyike. Sheria ilikuwa haiwatambui watu wenye maduara, na Wizara ya Madini hatujatengeneza haki madini mpya ya watu wenye maduara, isipokuwa tumeweka utaratibu. Hivi sasa kwenye leseni yoyote ambako kuna maduara yamechimbwa, sharti la kwanza, ukikubali kuingiza wachimbaji wadogo, hakikisha mmesaini mkataba na mkataba umesajiliwa Tume ya Madini kati ya kwako wewe na mchimbaji mdogo aliyeweka duara wake, ili siku ukipata mwekezaji kwanza right of first refusal apewe aliyeweka nguvu yake maduara, kwa sababu wewe ndio umemkaribisha mwenye leseni. Akishindwa yeye ndio uende kwa mtu wa pili. Hivyo ndivyo kanuni yetu inavyosema. Kanuni ya 18 capital A ya mineral rights inazungumza hivyo kwamba hilo ni sharti. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kichotokea hivi sasa ni kwamba wamekwenda wageni wengi sana katika maeneo yetu, na kwa kusaini mikataba ambayo muda mwingine imekuwa na mapungufu makubwa sana. Mimi nimeelewa kilio cha wabunge. Mheshimiwa wabunge, naomba mniamini, kijana wenu nimesimama hapa mbele ya bunge hili na hofu ya Mungu. Siko hapa kuzungumza jambo la uongo. Nataka niwaambie ukweli kabisa. Saini mkataba amejiridhisha nayo. Cha kwanza, eneo nguvu, lakini hatuwezi kuweka nguvu katika maduara ambao wako wa Tanzania waliweka nguvu zao na utaratibu haukufuatwa. Hicho ndicho ambacho kanuni inasema. Sasa waheshimiwa wabunge, naomba nitoe maelekezo kwa maafisa madini wote wa kazi hapa kuanzia leo. Ninatoa wiki mbili. Maafisa madini wa kazi wote wakapitie upya mikataba yote ya technical support agreement na kuifanyia audit. Na Mheshimiwa Mwanahamisi aliniambia kwamba leo haungi hoja mkono hii mpaka nifafanue technical support maana yake nini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 3 ya kanuni, Mheshimiwa Naibu Spika,
kwa mujibu wa kanuni ya 3 ya kanuni ya utoaji msaada wa kiufundi inafafanua yani kirahisi ndani ya nchi. Kwa timu yangu ikienda kwenye audit ikabaini haya kilichosema kwenye mkataba na hali halisi ni tofauti, Mheshimiwa Mwanahamisi, ndo hapo anakwenda kufuta hizo leseni na hiyo kitu inakuwa imeishia hapo. Sasa rudisha shilingi yangu Mheshimiwa Mwanahamisi. Hoja nyingine kwa jamii ilikuwa ni hisani, haikuwa kwa mujibu wa sheria. Mwekezaji alikuwa anaamua awajengee choo au darasa ile host community. Mheshimiwa wabunge, tufange utaratibu ni kwamba kijiji au eneo husika ndio wao wanabuni mradi. Wakibuni mradi, wabunge, hii mipango mnaipitisha wenyewe na wasemi kwa ajili ya kupitishwa. Sasa hoja ambao wabunge hapo wamesema ni kwamba kuna wasiwasi wa kwamba gharama inayotumika ya ujenzi wa madarasa kupitia CSR ni kubwa kuliko ile ya serikali. Njia ya kwanza ya kumwambia mwekezaji na kamati ya wataalamu kwamba gharama hii sio gharama ambayo inakubalika na muipitie upya. Huu ni wajibu wetu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Niwaombe sana waheshimiwa, katika eneo hili tuhakikishe tunasimamia ipasavyo. Lakini mmeenda mbali zaidi, mmesema kwa nini fedha hizi zisiende almakato wa procurement process ya kikawaida, kwa sababu haingili huko. Hata ukisoma kifungu cha 2 cha Public Finance Act kimeiweka pale bayana zipi ni fedha za umma. CSR waheshimiwa haimo, kwa ni ngumu sana kuisubject katika utaratibu wa naomba mnikubalie ya kwamba ziko changamoto zinazojitokeza ambazo zinapelekea baadhi ya maeneo kutozwa mgawanyo wa mawe. Waziri wa TAMISEMI nitamwomba tushiriki naye kwa pamoja, kwa sababu pia halmashauri huwa zinaingia katika toa mawe nje ya leseni yake, hakutakuwepo na tozo ya mara 2. Toa mawe nje ya leseni yake, hakutakuwepo na tozo ya mara 2. Jambo tutengeneze njia nzuri zaidi. Tunaposita hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa tunawasaidia waweze kufikia ithibati ya LBMA ambayo inataka uwe na uwezo wa kuchakata tani 10 ya dhahabu kwa mwaka na uwe na fedha kiasi cha euro milioni 15 kwa maana kuweza kufanya biashara hiyo. Ndio sema ambayo tunawasaidia hivi sasa au wenzetu wa kuongeza thamani.